Kusudi la Mungu la familia. Katika somo hili, katika mtiririko huu, utajifunza mambo mengi yafuatayo. Kwanza, tutajua familia ni nini. Lakini pili, tutaangalia familia inaundwa na kina nani. Tatu, asili ya familia. Nne, aina za familia. Tano, tutaiangalia familia kama taasisi kongwe kuliko taasisi nyingine yoyote duniani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Nikukaribishe kwenye mtiririko pamoja na mengine tutakayojifunza mbele kwenye mtiririko huu kuanzia sasa. Wewe ambaye umepata fursa ya kuwepo, lakini wewe ambaye uko mbali unafuatilia ibada. Tunazo taarifa za watu kutoka nchi nzima kufuatilia ibada, nikukaribishe sana. Kuna watu wako mbali wanafuatilia ibada ndani na nje ya bara la Afrika wakifuatilia ibada zetu. Kwa hiyo nikukaribishe sana tunapokwenda kwenye mtiririko huu wa neno la Mungu. Na kama ulikuwa unajiuliza hapa ni wapi, nimekupa tu tafsiri ndogo. Sisi ni wa Pentekoste. Maana yake ni wana wa Mungu, tumeokoka, tunampenda Yesu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Niruhusu tuende kwenye mtiririko. Familia ni nini? Familia ni kundi la watu wawili au zaidi wanaoishi pamoja kwa malengo mahususi yanayofanana. Familia ni kundi la watu wawili au zaidi wanaoishi pamoja kwa malengo mahususi yanayofanana na kuunganishwa na mahusiano yafuatayo. Mahusiano namba moja yanaweza kuwafanya watu kuwa familia moja. Namba moja ni kwa kuzaliwa, mahusiano ya kuzaliwa. Sisi wa Afrika huwa tuna neno, ukimwambia mtu huyu ni mdogo wangu, watu huwa hawaishii hapo, wanakuuliza mdogo wako kabisa kabisa. Jamani, kweli sio kweli? Unajua kwa nini? Huwa tunataka kuelewa ni mdogo wako kwa namna gani. Kwa hiyo kwa kuzaliwa. Namba mbili, wanaweza wakawa ni wanafamilia kwa mahusiano ya ndoa. Natamani kufundisha hili somo na nina maumivu nalo kwa sababu ya changamoto tunayokutana nayo katika kizazi chetu. Vijana wengi, mabinti wengi ni kama they are neglecting now. They are drifting away. Wanaondoka kwenye msingi wa kibibilia wa ndoa na familia. Yaani mtu haoni kama anapaswa kuoa, anapaswa kuolewa, anapaswa kukaa na familia. Haoni hilo. Utasikia mtu anakuambia nitapata mtoto wangu mmoja nitaishi naye. Nitapata watoto wangu wawili nitaishi nao. Unawapataje? Kwa utaratibu gani? Nataka turudi kwenye msingi wa neno la Mungu. Nitikieni amen. Kwa hiyo kwa msingi wa ndoa. Kwa msingi wa ndoa kwa maana gani? Kijana wa kike na kijana wa kiume wanapooana, wao wanatengeneza familia, wanaanzisha familia mpya, lakini wanazileta familia zao pamoja. Mimi nilipooana na mke wangu, mimi na yeye tulianzisha familia, lakini tuliowasababisha watu wa upande wangu na watu wa upande wake kufanyika familia moja. Nitikieni amen. Namba tatu, wanahusiana wanaweza wakawa wanafamilia kwa kuasili au kuasiliwa, by adoption. Unaweza kumasili mtu, unaweza kumadopt mtu. Anaweza akawa hatokei kwenye kabila lako wala ukoo wako. Anaweza akawa hatokei wala kwenye nchi yako, anaweza akawa hatokei kwenye bara lako, lakini unaamua kumchukua na kumfanya kuwa wako. Na unapitia taratibu zote za kisheria, anakuwa sehemu ya familia yako na anakuwa mrithi pamoja na watoto wako uliowazaa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa hawa watu wote ambao wanaifanya hii iitwe familia, andika kinachofuata. Kwa pamoja wanaishi na kuzishiriki fursa. Kwa pamoja wanaishi na kuzishiriki fursa za upendo, za malezi na mahitaji ya msingi ya kimaisha kama familia. Kwa pamoja
chini ya hilo boma, chini ya hiyo nyumba, chini ya hiyo familia, wanaishi na kuzishiriki fursa za upendo, malezi na mahitaji ya msingi ya kimaisha katika familia. Maana yake watapendwa kwa upendo ule ule, watalelewa kwa malezi yale yale. Kwa bahati mbaya sana leo hii kuna watu katika malezi, katika muda ule wa kulelewa, unaweza ukamwadhibu mtu asitafsiri kama sehemu ya malezi, akaona kama sehemu ya adhabu. Lakini tunayo fursa ya kulelewa na tuna fursa ya kupata mahitaji ya msingi ya kimaisha. Nitikieni amen. Jina la Bwana libarikiwe. Come on, jina la Bwana libarikiwe. Hebu tuangalie aina za familia. Ziko aina ngapi za familia? Naomba nikupe aina mbili kuu za familia. Familia namba moja tunaita nuclear au familia ya nuclear. Nuclear family. Hii ni familia ya aina gani? Hii ni familia inayoundwa na baba, mama na watoto wa kuzaliwa tu katika nyumba hiyo. Hii ni aina ya kwanza ya familia. Lakini inawezekana pia ikaundwa na watoto walioasiliwa kama hapo juu nilipomaliza kusema. Kwa hiyo wale tunaowaasili wanakuja na wao wanakuwa sehemu ya familia hii. Na ziko familia tunazozifahamu mimi na wewe ambazo unaweza ukaziona ukakuta baba, mama na watoto wake mmoja ama wawili ama watatu, ni hao tu ndio wanaishi kwenye hiyo nyumba. Inaweza kawa nyumba kubwa sana. Inaweza kawa na compound kubwa na uwanja mkubwa na magari mengi, lakini wako watatu, wako wanne basi. Hakuna mtu mwingine. Hayo ni maamuzi. Kwa hiyo kila familia hailaumiwi kwa namna itakavyochagua kuishi. Nitikieni amen. Hayo ni maisha yao. Lakini familia ya pili ni familia mtanuko, extended family. Hii ni familia ya aina gani? Ni familia inayohusisha kwanza nuclear family. Wale familia niliowataja pale juu, baba, mama na watoto, hao wote ni sehemu ya hiyo familia. Lakini ni pamoja na ndugu wengine. Wanaweza kawa ndugu wa damu kwa maana ya wanaotokana na mimi au wanaotokana na mke wangu, wakaja pamoja. Maana yake mashemeji. Wanaweza wakawa watoto wa wajomba, watoto wa mashangazi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na aina hii ya pili ya familia imezoeleka sana kwenye familia zetu za Kiafrika. Sisi Waafrika wengi haya ndio maisha yetu. Na huwa hatushangai. Unaweza ukawa umekaa kwenye ibada hapa, ukitoka tu ukifika nje unakuta umepigiwa simu mara 3 na shangazi. Na unakuta amekuachia message. Mdogo wako ameondoka jana usiku na mabasi ya usiku. Mpokee kwa Magufuli. Na amekuja hana nauli ya kurudi. Nasema kweli nadanganya? Yaani unakuta tu umeachiwa, amekudropia message pop. Sasa wewe ndio unaanza kuhangaika. Na chini kuna message nyingine inasema fanya haraka asipotee hapa juu da. Hakuna simu, hakuna barua, hakuna maelezo, ila tayari unapewa ripoti ya mtu ameshapanda basi kutoka Ileje, kutoka Nyamirembe, sijui mnanielewa sawa sawa anatoka Kaliua, yuko njiani. Yaani unatoka hapa unaanza kujiuliza, Mungu wangu, hivi tutamlaza wapi? Yaani hayo sio jukumu lao wao. Ni jukumu lako wewe. Na kuna mwingine unaambiwa kabisa tumeona aje ajiangalizie hapa, atajifungulia huko afu atarudi. Mungu wa Israeli. Yaani wewe mwenyewe una chumba kimoja hapa mjini, unaletewa wa kujifungua. Nuclear extended family. Wakati tunasoma O level, wakati tunasoma literature, tunasoma Kiingereza, tulisoma kitabu kimoja kinaitwa Song of Lawino and Okol. Hawa jamaa waligombana mtu na mke wake kwa sababu mmoja alipata fursa ya exposure ya kwenda nje ya nchi. Mmoja amebaki Afrika. Aliporudi huyu mmoja akaja hataki kabisa mambo ya extension hayo, hataki.
Huyu mwingine yeye anafurahia, ndio maisha. Nilimsikiliza mhubiri mmoja hapa Dar es Salaam, alikuwa anafanya description, naomba nisimtaje japo yeye alihubiri mtandaoni, naomba nisimtaje. Alikuwa anajitolea maelezo yake yeye na mke wake. Akasema mimi nimezaliwa kwenye familia yenye watoto 19. Tulipokuwa nyumbani chakula kilikuwa kikiwekwa, yani kikitengwa. Kwanza tuna eneo moja la kunawa wote 19. Kwa hiyo tunaenda kunawa kwa kushindana. Na kulikuwa hakuna kusubiriana kwamba kuna maombi ya kuombea chakula. Kwa hiyo ilifika mahali anasema walikuwa wanafanya hivi. Anaenda anachovya mkono kwenye maji, anachomoa, anajifuta. Na anakuta ugali umeshaanza kuliwa. Kwa hiyo nguvu yako ndio itakayokusaidia kushiba. Sasa anasema mimi mke wangu, na mnukuu, anasema mke wangu mimi amezaliwa kwenye familia yenye watoto 2 tu. Yeye na mama yake na baba yake, na kila mtoto ana chumba. Na wakati wa chakula kiko kwenye hotpot. Maana yake nini? Hata kula kwao wanabembelezwa mpaka wanaahidiwa zawadi. Kwani uongo? Wanaahidiwa zawadi. Ukimaliza hii kesho na kupeleka Mlimani City. Ukimaliza hii Pringles. Ukimaliza hii na kupeleka Fun City. Kwa nini? Hakuna competition. Hata akichelewa kumaliza chakula atakikuta. Sasa anasema tumeoana watu 2 tofauti, mimi na yeye. Kwa hiyo mimi nyumbani kwangu ninafurahia watu wanavyokuwa wengi. Yeye wakiongezeka kidogo hewa inakata. Those are 2 different people. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana ni vizuri kumwombea mwenza wako kabla mjaanza kuishi pamoja. Maana kuna mmoja yuko hapa ambaye tangu anasoma primary, tangu anasoma nini kile cha mwanzo kabisa, kindergarten, anapelekwa na dereva yupo ameajiriwa. Na akimaliza shule ana mtu gari na mungoja na hajawahi kubeba lile begi la nini lile la daftari. Dereva ndio huwa anabeba, anaingiza kwenye gari, anamrudisha wapi? Sasa aina hiyo ya kijana wa kike au wa kiume anapokutana na mtu aliyetoka kwenye kijiji kama cha kwetu mimi kule Nyamirembe, ambako anafuata maji kilomita 4, anaenda kusaga kwenye mashine ya kusaga. Mashine ya kusaga kilomita 13. Anarudi amebeba mzigo kichwani, anaenda kusenya kuni. Wanapika kwa kuni. Sijui unanielewa? Nakumbuka wakati fulani mama anachochea moto akiwa nje, yani anachochea moto, kuni zinachochewa kwenye mafiga nyumbani akiwa amekaa nje, maana kuni ni ndefu. Mchezo nini wewe? Afu ndio unaoana na mtu ambaye amezoea kupiga kwenye microwave. Akifika tu, dada nibonyezee namba 2 naenda kubadili nguo na shuka muda sio mrefu Kama anashuka maana yake anapanda kwanza, si ndio? Wengine tumezaliwa kwetu hakuna kibatari kilikuwepo, hakuna umeme, hakuna sakafu, hakuna chai. Maisha ilikuwa ni cha kutumaini sina. Nazungumza aina za familia. Andika mambo yafuatayo. Familia sio taasisi iliyoundwa kwa utashi wa mwanadamu. Hapana. Sio taasisi iliyoundwa kwa utashi wa mwanadamu. Familia imeundwa na Mungu mwenyewe kwa faida ya mwanadamu. Yeye ameitengeneza kwa faida yangu mimi na wewe. Namba 3, Mungu ametoa maelekezo kwa mwanadamu na muundo wa kiuongozi na kiutawala kuanzia ngazi ya familia. Yaani baada ya hayo yote, alipotengeneza familia ametutengenezea na mfumo wa uongozi na utawala unaoanza tangu kwenye level ya familia. Na naomba niwaambie ndugu zangu mnaonisikiliza na kuniangalia hapa, mtoto akishindwa kuelewa vizuri taratibu za kuanzia nyumbani, hata akikua akawa mtu yeyote huko mbele, atatupa shida watu wengine. Kwa sababu eneo pekee anakopaswa kuanza kupractice maisha ya kiuongozi, ya kiutawala, kuheshimu itifaki. Nimejaribu kufuatilia katika uzoefu mdogo wa maisha nilionayo na kusafiri hapa na pale. Jamii nyingi za Kiafrika hazina maelekezo na mafunzo ya namna ya kula. Zile table manners tunaigaiga tu kutoka kwenye jamii nyingine.
Lakini kikwetu bado inasumbua. Ndio maana unashangaa mtu anatoka anaenda kwenye sherehe, anawekewa chakula na ongeza tena, anakuja anakula robo ya kile chakula na kiacha. Unagundua kuna shida imeanza utotoni. Mimi niliwasimulia, washirika wanafahamu. Kwa mara ya kwanza nimeingia kwenye sherehe ya buffet. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kujipakulia. Ilikuwa mara ya kwanza kujipakulia chakula. Sahani yangu tulikuwa tunapewa zile disposable plates zile. Unazijua zile? Ilipasuka mara 2. Bana, niliibebesha kuliko kawaida. Kwa hiyo ikavunjika papo, kwa sababu nilikuwa sielewi mbele kuna nini. Nikiona wali naweka mwingi. Nikiona nyama na sasa nashangaa mbele kuna kitimoto kavu, kuna kuku mapaja. Bwana Yesu, what is this? Sikuyaona mwanzoni. Sahani ilipasuka. Kwa hiyo kuanzia pale nikaanza kujituni. Mimi sijajua wenzangu mlioko hapa ni wangapi. Maana kuna wengine hapa mnakubaliana na mimi ila mnapiga makofi ya miguu kwa chini. Yaani ni sawa nasema na mimi niko hivyo hivyo. Au nilikuwa hivyo hivyo. Kwa Mungu ameweka mfumo au maelekezo na muundo wa kiuongozi kuanzia ngazi ya familia. Namba 4, Biblia inaitazama familia ya kibiblia au ya Kikristo kuwa ni familia yenye washiriki, not washirika, washiriki, members ambao wanapaswa kuziishi kanuni za kiungu. Yaani familia, Biblia inakutazamia wewe ambaye ni Bible believer, wewe ambaye ni muamini wa neno, familia yako wewe na members wote wa familia yako mziishi kanuni za kibiblia. Nitikeni amen. Maana yake mfumo wa maisha yenu utokane na maelekezo ya nini? Ya neno la Mungu. Wanaonielewa nisaidie kusema amina. Tuangalie andiko letu la msingi kutoka kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 22 mpaka Waefeso sura ya 6 mstari wa 6. Nataka tusome maneno haya na tutayasoma kwa pamoja. Waefeso 5:22 mpaka sura ya 6 mstari wa 6. Naomba uinue macho yako tuangalie maelekezo ya kiungu kwa familia. Tusome pamoja. 1, 2, twende. Nisikilizeni vizuri sana. Hapa pana reference. Pana reference. Wakati nasoma primary school, mimi nilimpenda mwalimu wangu mmoja wa science. Alikuwa anaandika vizuri sana. Kwa hiyo nilikuwa ninalazimisha kulaza mwandiko kama yule mwalimu. Si unanielewa? Kuna mtu yuko hapa amempenda mtu fulani. Kwa hiyo kuna mambo mengi anayafanya kama huyo fulani. Kuna mcheza mpira anacheza kama fulani. Kuna mwimbaji anaimba kama fulani. Sijui kama naeleweka anachoongea. Maelekezo tulionayo hapa yana msingi mmoja tu. Yaani maelekezo yetu na reference yetu ni kwa Kristo na kanisa lake. Praise the name of God. Sasa tuanze tena, tusome pamoja. Nataka tusome kwa sauti. Biblia inatutia moyo, heri asomaye, maana yake iko baraka kwa kusoma. Tuanze moja, 1 to 4. Kama kumtii nani? Yaani haunitii unavyotaka. Haunitii kwa kujisikia. Unanitii kama unavyomtii nani? Yaani kama kwa Kristo huwa unamtii mpaka unayumba yumba, na mimi nitii uyumbe yumbe. Kwani ni mimi au ni neno? Ni neno. Kama kumtii Kristo. Wanawake nisikilizeni na mseme amen. Achaneni na mambo ya ukisasa ya 50 by 50. Achana nayo. Naomba niwapeni kanuni za neno. Wapendwa nisikilizeni niwaambie. Kwa bahati mbaya sana tunaishi kwenye generation ambayo imezibadili tafsiri za neno la Mungu na inaziona kana kwamba hazifanyi kazi sana sawa sawa. Naomba niwaambie kuna aina fulani ya maelekezo ambayo Mungu ameyatoa ambayo you should not take them personal. Usiyafanye ya kwako binafsi. Usifikiri wewe kunitii mimi, wewe mwanamke kumtii mume wako unamfanyia hisani.
Yaani usione kama unamhurumia. Usione kama una uchaguzi wa ama utii ama usitii. Sio neno. Neno linaelekeza kutii kama kumtii Kristo. Unaonielewa, semeni amen. Hayo maelekezo yana level ya kifamilia. Maana yake everybody from the family anapaswa. Yana level ya kikanisa. Every church member anapaswa kutii. Nitikieni amen. Yana level ya kidunia. They are universal. They are global. Kama unavyonitii hapa, utatii ukienda Ulaya. Nitikieni amen. Utanitii ukiwa hujasoma, utanitii ukisoma. Semeni amen. Wanawake, natamani amina kubwa iwe ya wanawake. Yaani utatii ukiwa unafunguliwa milango ya gari, utatii ukiwa haufunguli milango ya gari. Utatii ukiwa na mabodyguard wawili ama watatu, na utatii hata kama mabodyguard hauna. Semeni amen. Utatii hata kama unasimama kwenye TV unatoa maelekezo na tunasema yes madam. Utatii ukirudi nyumbani, maana wewe umeagizwa kunitii. Wanaonielewa semeni amen. Hilo ndilo neno la Mungu, period. Hakuna kitu kingine. That's the word of God. That's the word of God. Sasa kwa bahati mbaya, leo tunaishi kwenye generation ambayo mwanamke anatamani aishi anavyojisikia. Sasa kwa sababu ya ile 50-50 maisha yamebadilika. Leo naomba nitoe onyo. Niangalie vizuri. Unapoamua kumvunjia heshima mume wako, unapoamua kwa makusudi kumvunjia heshima mumeo mbele ya watoto wake, mbele ya hadhara, kimsingi unachofanya unaiondoa mamlaka ya ubaba ndani ya mioyo ya wale watoto. Na unamwambia Mungu ulikosea kumfanya huyu kuwa kiongozi wa familia. That's the message, that's the language. Unajitahidi kuambia watoto, ondoeni macho yenu kwa huyu. Huyu si baba. Naomba niwaambie, hawi baba kwa kuwa na wallet yenye pesa. Anakuwa baba kwa sababu ana asili ya kuwa baba. Nitikieni amen. Ongeza amina kubwa kwa Yesu. Leo maandiko matakatifu yanatuelekeza vizuri sana. Yanamuonya mwanamke. Yanamwambia mwanamke ana nguvu sio ya kawaida. Biblia inamtaja hivyo mwanamke. Ana nguvu sio ya kawaida. Anaweza kujenga na anaweza kufanya nini? That's the Bible. That's the word. Katika mwezi huu wa familia natamani nikukumbushe wewe mwanandoa na nikukumbushe wewe mwanandoa mtarajiwa. Una nguvu wewe mama, wewe mwanamke, una nguvu ya kubomoa na kujenga, na wala uhitaji majirani. Huhitaji reda, unaweza ukabomoa na kujenga kwa mikono yako mwenyewe. Wanaonielewa semeni amen. Wanaonielewa semeni amen. Unajua tafsiri ya Mungu kwa mimi na mke wangu Mary haituoni wawili, inatuona wangapi? Mmoja. Sasa inawezekana Mungu amekuneemesha wewe. Kwa neema ya Mungu Bwana amekupa neema. Na unaleta fedha nyingi nyumbani. Umekuwa sababu ya baraka za familia. Kwa Mungu hakutazami kama mke, anakutazama kama sehemu ya hiyo ndoa na hiyo familia. Na anaona unautimiza wajibu wako kwa Mungu kwa kutekeleza baraka ambazo Bwana amepitisha mikononi mwako. Kwa bahati mbaya imefika mahali leo, na mtakubaliana na mimi, sijajua mataifa ya Ulaya na kwingine, lakini ya kwetu Afrika imefika mahali vijana wanaogopa kuwaoa wadada wenye nguvu ya uchumi, wanaogopa kuwaoa wadada wenye cheo, wanaogopa kuwaoa wadada waliosoma sana, wanaogopa. Kwa nini wanaogopa? Sijui kama ni kweli, bado na mimi nafanya utafiti. Inasadikiwa vijana mabinti waliosoma wenye nguvu ya uchumi, wenye cheo, ni kama huwa wanawadharau waume zao kwa sababu ya nafasi walizonazo. Kama hivyo ndivyo, mimi nitoe ombi na nitoe maelekezo na nionye, hicho kisiendelee kwa jina la Yesu aliye hai. Kisiendelee. Tafsiri ya mbingu inamtazama mume na mke kama wamoja. Umoja katika nini? Katika maisha. Umoja katika malezi. Umoja katika ibada. Sijui kama unanielewa ninachoongea. Umoja katika ndoa kwa maana ya kuishi kwao. Umoja katika ibada, katika malezi.
Kwenye ibada kuna msemo mmoja mzuri sana na ufurahia, unasema the family that or which prays together live together. Hawa wanaoishi na kuomba pamoja wanaweza wakaishi pamoja. Umoja katika utumishi, maana yake mume na mke wasaidiane kumtumikia Mungu. Wakati naomba mimi kwa ajili ya kupata mke, na nakumbuka nilimwambia Mungu mahitaji makubwa matatu. Hitaji namba 2 lililokuwa ndilo hitaji kubwa, nilikuwa na matatu. Nilimwambia Mungu, nipe mke anayekucha wewe. That was number 1 prayer item. Prayer item namba 2, nipe mke atakaye heshimu na kutambua huduma uliyoiweka ndani yangu. Nitikieni amen. Namba 3, nipe mke atakaye nisaidia kukuona wewe. Wapendwa, hayo ndio ilikuwa mambo yangu ya msingi kwenye maombi. Baada ya hayo, maana yalikuwa ndio priority number 1, ndio nikaja mengine sasa ya mwilini sasa. Nikamwambia Mungu, nataka mke mwenye hizo sifa kubwa ngapi? 3 rohoni. Lakini zikikamilika hizo, nataka mwenye dimples. Sasa kwa bahati mbaya tuko kwenye generation ambayo inawahi kwenye dimples, inaachana na mambo ya sasa. Shetani naye huwa anasikia, ataleta wenye dimples za namna zote. Ataleta dimpo ya hapa, ataleta ya hapa, ataleta ya hapa, mpaka unachanganyikiwa nichukue yupi. Lakini ukianza na fakta za rohoni, zile sifa za ndani, hizo zitamtafsiri mwingine wa nje. Wanaonielewa semeni amen. Kwa hiyo tunakuwa na umoja katika utumishi. Maanake kila mmoja achangie utumishi wa mwenzake. Mimi nimsaidie mke wangu kumtumikia Mungu, yeye anisaidie mimi kumtumikia Bwana Yesu. Praise the name of God. Praise the name of God. Tuendelee na andiko. Turudi pale wa Efeso. Twende mstari wa 23. Tusome kwa pamoja 1-4. Just a minute. Maana yake anafafanua kwa nini unapaswa kumtii kama kumtii Kristo. Anakupa sababu. 1-4. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Naye ni mwokozi wa mwili. Yaani mimi ni mwokozi wa mwili wa mke wangu. Mimi ni mwokozi wake. Si unanielewa? Na ndio maana mwanaume anayejielewa hawezi kuruhusu mke wake akapatwa na shida. Hawezi kuruhusu asemwe na mawifi. Hawezi kuruhusu asemwe na mashemeji. Hawezi kuruhusu mke wake awe mke wa familia yote. Huyu ni mke wangu mimi, semeni amen. Mimi ni mwokozi wake. Mnanielewa ninachoongea? Yaani ukiona mmeoana, alafu mkeo anaanza kusemwa na wanandugu, alafu wewe unasema endeleeni, malizeni, umepoteza nafasi yako. Protect your wife. Mtoe kwanza hapo, mweke pembeni, awe salama, jadilini hiyo hoja. Nitikieni amen. Twende mstari unaofuata, twende 24. Ongeza sauti tusome pamoja 1-4. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. I'm sorry. Leo kuna wanawake, simama mke wangu nitoe mfano. Leo kuna wanawake wanawanyookea na kuwashikia viuno nani? Waume zao. Wanaweza hata wakawafanya hivi. Umeumia? Umeumia? Yaani anafanya mambo ambayo hivyo. Na habari kuna wanawake leo wanapiga waume zao. Nisikilize niwaambie, unapata wapi hiyo nguvu? Unasoma Biblia gani? Yaani unawezaje kumpiga huyo baba? Mtu mmoja akanifuata akaniambia, pastor, ninaomba msaada. Nikamuuliza nini? Napigwa. Unapigwa wewe baba? Napigwa. Nisaidie, kama umekaa karibu na mwanamke mwambie usipige mume wako. Mwambie ni laana hiyo. Mwambie ni aibu. Yaani anamfanya hivi mumewe, na wakati mwingine anafanya hayo mbele ya watoto. Hiyo ni amen.
Hapo panahitaji Mungu atusaidie hapo. Tuendelee. Lakini kama vile sasa tumemaliza upande wa wanawake. Katika kumtii mumeo, nimalizie hapo. Wanawake nisikilizeni, katika kumtii mume wako, leo kwa bahati mbaya sana, kwa sababu ya teknolojia, kwa sababu ya ukisasa, leo wanawake hawawahudumii waume zao. Hawapiki chakula, hawawafulii nguo zao, hawazinyooshi nguo zao, hawasafishi vyumba. Nisikilize niwaambie. Niangalieni vizuri sawa sawa, niangalieni hapa. Alafu msisahau nyewe wanawake, msijitoe ufahamu. Sisi ni wanaume wa Kiafrika. Hivi unajua mwanaume wa Kiafrika ana vitu ambavyo hata angesoma profesa wangu na profesa ambaye ananifundisha sasa hivi, nilikuwa naangalia CV yake. Inaweza ikajaa kuanzia pale mpaka hapa chini. Hivi. Ana madegree mengi sana, mengi sana. Yaani ana PhD kadhaa, ana masters kadhaa, ana diploma kadhaa, ana certificates kadhaa, ana washa sijui ana vingi. Naomba niwaambie hata angesoma kama huyo, kama ni mweusi kama mimi, hata angeishi Ulaya, ni mwanaume wa nini? Wa Kiafrika. Niangalieni niwaambie kitu nyewe wanawake. Mwanaume wa Kiafrika ni wa ajabu. Nyumbani kunaweza kukaa kuna sofa set nzuri sana. Kuna maeneo yote ya kunawia, kuna dining table nzuri, kuna kila kitu kinachohitajika, lakini akakaa kwenye sofa, akaagiza maji kwenye kibeseni umnawishi amekaa. Na akaagiza chakula, asilie meza ya chakula, nataka umletee hapa. Kwa nadanganya? Na anataka ukileta maji usimnawishe umesimama, piga magoti. Wewe ni Msukuma, wewe ni Mkuria, wewe ni Mnyamwezi, wewe ni Munyiha. Mnanielewa ninachoongea? Msikopi mambo ya mjini, tuchukue mambo ya Biblia. Semeni amen. Naomba niwaambie Mungu anaziheshimu sana tamaduni zetu. Anaziheshimu sana. Na wala sio mateso. Sio mateso. Leo anafika mumeo, unamuelekeza kwa kakidole kale pale, hebu chukua tamani baba. Unapiga na katabasamu. Baba tamani kidogo. Namalizia tu kidogo. Kuna kuku pale, hebu ingiza kwenye microwave, bonyeza namba 3 tu hapo. Yaani baba anajihudumia, anajitengea. Mtengee chakula kama umekaa karibu na mwanamke. Sasa unajua nikikuelekeza hata kama hajaolewa usihofu, wewe mwambie mtengee mumeo. Mwambie muhudumie mume wako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nimesema jina la Bwana libarikiwe. Naeleweka ninachoongea, si ndio? Kuna mambo hayawezekani. Hayawezekani. Sisi ni Waafrika. Kuna vitu unawajibika kuvifanya. Jina la Bwana libarikiwe. Come on, jina la Bwana libarikiwe. Haya, tusome hapo 1 2 4. Ishi hapo kidogo. Kibao kimegeuka. Wanaume tunawajibika kuwapenda wake zetu. Sikilizeni niwaambie. Wanawake wanaudai huo upendo, wanautaka tena kwa nguvu sana. Bahati mbaya ni kwetu tuliozaliwa makabila ya Ukuriani, ambako inawezekana kwa malezi hatukupata hayo mafundisho, lakini unafundishwa kanisani. Ndio maana uko hapa. Usiniambie unajua mimi kabila letu hatuko romantic. Hapa kwenye Biblia uromantic unapatikana. Semeni amen. Na maelekezo yanatoa, na Biblia inatoa maelekezo. Unapompenda mkeo usimpende kawaida. Usimpende kama Cheusi Magala anavyopendwa na mume wake. Mpende kama Kristo alivyolipenda nini? Kanisa. Yaani kipimo ni Kristo na kanisa. Nisaidie kusema amen. Alafu haishi wanawake mbona mmechangamka sana? Na haishi hapo. Anaenda mbele zaidi, anasema upendo wake ulienda mbali zaidi, akajitoa. Nisaidie kusema amen. Aha. Kwa hiyo unagundua kumbe kupenda kunaenda na nini? Na kutoa. Kwa nini? Mwanaume ni mtoaji, is a provider. Mwanaume ni nguzo, ni mlinzi. Mwanaume, jamani nisikieni amen.
Maana yake wewe umetengenezwa ili uvibebe vitu. Ndio maana utaulizwa kodi, utaulizwa ada, utaulizwa umeme, utaulizwa maji, utaulizwa mboga. Useme mnanichosha. Hawakuchoshi, wewe ni wajibu wako. Wanaonielewa semeni amen. Na ziko nyakati utafungua fedha utampa mkeo, sio ya mboga, sio ya ada, sio ya kodi. Utamwambia hii ni 1,000,000 ya kwako. Semeni amina. Mara ya mwisho ilikuwa lini nimekupa? Sio, subirini. Wala sio siku nyingi, ni kama siku ni 2 ngapi? Nilikupa angalau kitu kachapchap, nilikupa ngapi? Nilikuwa naangalia wallet kama iko hapa ili utoe sasa. Ulikuwa unaangalia wallet sasa hivi? Nimekupa juzi kama juzi, sijui siku 2 ngapi nilikuwa. Ulitoa ngapi? Aseme, si ndio? 200,000. Na nikakuuliza, ukaniuliza ni ya nini, nikakwambiaje? Ya kwangu tu. Aliuliza, nikamdondoshea tip. Afu ni jana. Ni jana. Nikampiga na kalaki ngapi? 2. Na akaniuliza ya nini? Nikamwambia hiyo ya kwako. Ya kwako. Unaenda kuweka nini virangi kwenye kucha ni wewe. Unanunua vocha ni wewe. Kama unambariki mtu ni wewe. Kwa hiyo kuna wakati nampiga kalaki 5. Wanaume mpo? Naomba wanaume wote simameni bila kujali umeoa wala kuolewa. Simama. Wanaume wote simameni. Nisaidie kumgusa jirani yako, mwambie msikilize vizuri pastor. Sasa ameniletea wallet, ngoja nifanye mfano Nimempa za Tanzania na za nje ya Tanzania. Hatari sana hiyo. Umeona magoti hayo Sasa kuna wanawake wa sasa hivi eti magoti hawapigi. Wewe bwana. Mimi bado ananipigia. Kwa kweli mke wangu ananipigia. Anapambana huyu. Anajitahidi sana. Wanaume tunaelewana, nisaidie kumgusa jirani yako. Kama una mkeo hapa. Kuna mtu amepewa kitu pale. Safi kabisa, safi kabisa. Nilikuwa nataka tufanye kazoezi. Kama una mkeo hapa, fungua wallet angalau kitu dondosha. Kama una mke wako. Tafuta mkeo alipo popote. Ukiona we dada hautafuti, mfuate mme wako. Safi kabisa. Nimekuona Baraka. Wow. Safi. Hatari. Safi wewe. Safi hatari we. Bahati, nimeona Bahati, tuonane baada ya ibada Nimekupigia debe binti yangu, tuonane nimeona mwingine hatari. Nimeona we Rose, nyanyua tuone. Wacha. Wanawake mliopokea nyosha juu namna hii. Nyosha juu. Safi. Piteni mbele mliopokea, piteni mbele. Simameni hapo. Mnanisaidia sana nyie kuhubiri. Wanaume mmepiga kazi safi. Wanaume, kama mkeo we mwanadada upo na mume wako hajakupa kitu, tuonane. Baada ya ibada uniletee huyo baba nimsaidie maneno kidogo. Hebu nyanyueni vitu vyenu mlivyopokea, nyanyueni. Abeli umetisha. Safi kabisa. Tafuta mkeo. Na we dada ukiona utafuta na mume wako unajua yupo, mfuate. Nyanyueni juu. Nyanyua juu. Mtafute mume wako, yuko jirani hapa. Amerusha kwenye safi. Amerushiwa. Huyu baba yuko vizuri. Jamani, nisaidieni kupiga vigeregere. Naomba niwaulize swali dogo hapa. Niwaulize mabinti zangu hawa swali dogo. Naomba niwaulize, ndoa nzuri mbaya? Nauliza, ndoa nzuri mbaya? Kaeni, nyie kaeni. Kwa nini nawauliza? Hapa kuna wanaoolewa kesho na kesho kutu. Mama umepokea? Wacha. Yupo hapa au amesikia?
hayupo, amesikia. Yaani huyo mume wake yuko kazini, mwanajeshi huyo, amesikia mahubiri, amerusha. Mambo yanafanya vizuri hapo. Yani distance is not a barrier. Distance is not a barrier. Wewe unayenisikia, Filipo Mleo, huko uliko, kabla ibada haijaisha, rusha. Rusha, rusha, rusha. Rusha, rusha. Rusha. Johnny, mke wako yuko hapa. Huko unakosikiliza maelekezo yako hapa. Rusha kakitu hapa. Safi kabisa. Safi kabisa. Si unajua ni watoto wangu wote? Au ni watoto wangu wote? Smart ameondoka. Smart huko unakosikiliza, rusha. David Msemwa, huko unakosikiliza, rusha. Bishop Gewe, huko unakosikiliza, rusha kitu kwa huyu dada. Na Jeremiah, huko uliko, huko Shinyanga, rusha. Mke wako yuko hapa anangoja kwa hamu. Nimuulize binti yangu. Pita mbele sasa we. Simama. Basi inyanyue tu mkono hivi. Asante sana. Nilikuwa namuona binti yangu hapa anajiuliza, mbona asimami? Wapendwa, amen. Hebu mcheki jirani yako. Mwambie unaelewa. Tusome pamoja. 1 2 4. Enyi waume, wapendeni wake zenu Kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. 26. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Twende 27. Apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi, wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. 28. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao, Sawa. kama miili yao wenyewe. Sawa. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Nisikilizeni niwaambie. Biblia inatusaidia sana. Anayempenda mkewe anajipenda mwenyewe. Adamu akasema, huyu ni mfupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama yangu. Maana yake kama anampenda anajipenda mwenyewe. Anayejipenda hawezi kujipiga. Hakuna mwanaume anapaswa kumpiga mke wake. Biblia haitoi hicho kibali. There is no room for you to beat your wife. Wanaume wote waseme amen. Na wewe unajiandaa kuoa, huna ruhusa ya kumpiga mke wako. Kijana mmoja akaniambia, naona hanisikii. Wewe hakusikii. Kwa hiyo unadhani atakusikia sasa hivi kwa viboko? Mpaka amefika muda wa kuolewa atakusikia wewe kwa viboko? Kama alipigwa na mama yake hajasikia, akapigwa na baba hajasikia. Mweke magotini, anyooshwe na Bwana Yesu. Si ulimtaka huyo? Na Mungu anatupa wa kufanana nao. Kazi ninayotakiwa mimi kufanya ni kukuombea wewe, ili kukusaidia huyo mama, huyo dada, huyo awe sawa. Ni kukuombea wewe binti yangu, huyo baba awe sawa. Wanaonielewa semeni amen. Upasi kumpiga mke wako. Kumpiga mke wako ni kinyume cha neno. Ni kinyume cha neno. Wanaume wote waseme amen. Wanaume kwa sauti kubwa semeni amen. Tumeshakubaliana wanawake msipige waume zenu. Simulisha sema amina na nyie. Wanawake simulisema amina. Haya. Twende 29. 1 2 twende. Maana hakuna mtu anayefikia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza, kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Napata shida, sijajua kama ni mimi napata hii shida au ni wengi tunapata hii shida. Leo tumefika mahali ambapo wanaume hawatimizi tena wajibu zao kwenye familia. Unasikia mwanamke anajisikia vibaya, analalamika. Yeye ndiye anayefanya almost kila kitu. Wajibu wangu mimi kwenye familia, mimi ndiye provider wa kila kitu. Wanaume wanisaidie kusema amen. Mimi ndiye mtoaji. Sipaswi kuchoshwa na chochote. Labda tu tukubaliane na tuongee na familia, tuangalie namna nzuri utoaji ule uweze kuwa benefit wote kwenye familia, lakini mimi napaswa kutoa. Napaswa kuilisha nyumba yangu.
napaswa kununua mahitaji ya familia. Sasa sizungumzii kipato, sizungumzii uwezo, hilo ni jambo jingine. Maombi yangu kwako ni kwamba Mungu akupe neema aweze kusupply mahitaji yako, uweze kuihudumia familia yako. Wanaume nisaidieni kusema amen. That's my prayer. Lakini kusiwe na dalili yoyote ya uvivu ambayo wewe leo vijana wa kiume wanatafuta kuoa wanawake wenye uchumi mzuri ili wasitoe. Naomba nikwambie, mwanaume hajakusudiwa kuwa hivyo. Hajakusudia kulishwa, hajakusudia kulelewa. Mwanaume anapaswa kupambana. Wanaume waseme amina. Kazi ya mwanaume ni kuhangaika, ni kupambana. Pambana, tafuta. Kuna wakati wa kutokwa jasho, kuna wakati wa kupiga perfume. Waswahili walitengenezea msemo, wanasema mchumia juani ulia wapi? Sasa unataka ukae kivulini kabla hujachuma? Chuma kwanza. Na kuchuma kokote kule ni kazi. Semeni amen. Nyie vijana wa kiume, nyie mnanielewa vizuri? Vijana wa kiume mnanielewa? Unajua pastor, kuna dada nimemuona. Hivi unajua dada na masters yule? Anafanya kazi Oryx. Mshahara 1.2 million. Mambo kidogo yatakuwa rahisi. Nani kakwambia? Usifanye hivyo. Unapooa wala usioe kazi ya mtu wala uchumi wake. Usioe elimu yake. Nitikieni amen. Binti yangu, usiolewe na mtu kwa kumwonea huruma. Nakwambia sasa baba, nimemuona, naona kama anahangaika. Nimeona tu nimkubali. Hamna kitu kama hicho. Usifanye kitu cha namna hiyo. Nitikieni amen. Twende mbele. Twende 30. Twende mstari wa 30. 30. Tusome pamoja 1 to 4. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. 31. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake. Sawa. Ataambatana na mkewe. Ndio. Na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Twende 32. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Twende sura ya 6 mstari wa kwanza. 33. Okay. Twende 33. 1 2 twende. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Twende 6:1. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana. Sawa. Maana hii ndiyo haki. Twende mstari wa 2. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Upate heri, yani baraka, ukae siku nyingi katika dunia. Kumbe umri wetu unategemea na heshima zetu kwa wazazi. Wapendwa, Mungu ni Mungu wa kanuni. Kuna vitu tunaviacha alafu tunamdai Mungu. Yani sehemu yetu hatutimizi wajibu wetu, tunamdai atutendee. Mungu ametoa maelekezo kwa watu wote kwenye familia. Nitikieni amen. Na ndio maana nimesema mwanzoni, familia yoyote ya Kikristo inatarajiwa kuziishi kanuni hizi zilizoandikwa hapa. Na utakapokuwa unaziishi hizi kanuni, haufanyi hisani, haumhurumii mtu, haumsaidii, unatimiza wajibu wako ili baraka zije upande wako. Wanaonielewa semeni amen. Na ngoja niwaambie, haya mambo yanaenda na mtiririko hivyo hivyo. Kuna kitu kinaitwa pattern. Sasa muda wangu hautoshi, nitaleta hicho kipengele baadaye tutakapoendelea kujifunza namna ambavyo kuna mambo wewe unayapitia leo au ungepaswa kuyapitia kwa sababu yalikuwepo kwenye familia yenu. Tunatiwa moyo na Kristo anaposema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maana yake hizo patterns zinakatika. Kule kufuata yale mambo mabaya yaliyotendwa na wazazi na ndugu na ukoo na familia yanaisha. Kwa nini yanamalizika? Yanamalizika kwa sababu Kristo ameyamaliza. Maana tumekuwa ndani yake na tumekuwa viumbe vipya. Wanaonielewa semeni amen. Twende mstari unaofuata. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto
Sawa. bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Twende mstari wa 5. Enyi watumwa, watiini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo. Yaani wewe mfanyakazi kwenye nyumba ya mtu, kwenye ofisi, mahali popote, unamtii huyo bosi wako kama kumtii nani? Yaani msingi na picha yetu ni Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Niangalieni niwaambie kitu. Kwa bahati mbaya sana, leo unaajiriwa wewe na bosi ambaye ni mzee wako wa kanisa, bosi ambaye ni mwanakwaya mwenzako, bosi ambaye ni shemasi, alafu unabadilisha lugha. Bosi mwenyewe tunaabudu kanisa moja, sisi wote washirika. Hata nikichelewa atanielewa. Naomba nikwambie, haumkosei bosi, unaanza kumkosea nani kwanza? Mungu. Unaanza kumkosea Mungu. Kama kuna kitu unatakiwa kuelewa, ni kwamba haya unayoyafanya hauyafanyi kwa sababu ya huyu bosi, unayafanya kwa sababu ni maelekezo ya Mungu mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nimewaomba hawa wazee wa kanisa wanisaidie. Nataka tuwe na kikao na mabinti peke yao, tuwe na kikao ndani ya mwezi huu, tuwe na kikao na vijana wa kiume peke yao ambao hawajaoa na ambao hawajaolewa. Lakini tuwe na kikao na wale wote ambao ni wasaidizi wa kazi majumbani peke yao. Natamani nipate fursa ya kuzungumza nao kwa msingi wa neno la Mungu. Kila mmoja tukumbushane wajibu wake, tutiane moyo kwa ajili ya kesho anayoingoja. Nitikieni amen. Ongeza amina nzuri sana kwa Yesu. Malizia mstari wa mwisho wa 6. Wala si kwa utumwa wa macho tu, sawa, kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, sawa, mkitenda yampendezayo Mungu kwa moyo. Jina la Bwana libarikiwe. Nimesema jina la Bwana libarikiwe. Naomba nimalizie. Haya maelekezo ya mume na mke, ya baba na mama, yanakwenda mbali zaidi, kwa sababu Mungu anachokitaka, anataka yeye kama alivyoiasisi ndoa, kila kitu kifanyike chini ya utaratibu wake. Tuangalie sehemu ya mwisho ya asili ya familia. Asili ya familia ni nini? Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na ya 2, wakati uumbaji unafanyika kwa ujumla wake, Mungu anamuumba mwanadamu, mwanamke na mwanaume anawaumba, na anaifungisha ndoa yao ya kwanza bustani ya Edeni. Nisikilize niwaambie, ndoa, nimetangulia kusema, sio taasisi iliyoasisiwa kwa utashi wa kibinadamu, ni Mungu mwenyewe. Na Mungu anataka mambo hayo yafanyike mbele zake. Mtasikiliza siku hizi mafundisho, kuna mtu anakuambia kufunga ndoa kanisani ni upagani. Nisikilize nikwambie, ni ukosefu wa ufahamu. Unaposema neno kanisani ni upagani, kanisa ni nini? Tupe interpretation ya kanisa. Kanisa, tafsiri ya kwanza ni wewe ukiwa peke yako. You as an individual. Maana yake wewe, maandiko yanakutaja kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Wanaonielewa semeni amen. Namba 2, kanisa ni watu wawili, yani zaidi ya mtu mmoja. Mnapokusanyika kwa kusudi la kimungu, ninyi ni kanisa. Namba 3, kanisa ni watu kama hawa waliokusanyika mahali pamoja ili wamwabudu Mungu pamoja, kwa pamoja wanatengeneza kanisa. Wanaonielewa semeni amen. Umemsikia juzi Johannes anasema God goes to the church in you. Yani Mungu huenda kwenye ibada kanisani ndani yako wewe. So you are the temple, you are the church. Tafsiri ya 4, kanisa ni universal believers. Wote waliomwamini Kristo, kokote waliko. Nakumbuka ninatoka airport, ninaingia airport ya Singapore. Ninataka kuchange fedha. Nataka kuziacha fedha za Singapore niondoke na za kwetu. Naingia pale, wakati ninaanza kuhudumiwa na yule dada aliponitazama machoni, nilishangaa sana. Akaniambia we are from the same family. Yani hilo ndio lilikuwa neno lake la kwanza kuniambia mimi. Nikamuuliza what? Akaniambia we are from the same family. Nikamwambia me and you? Akasema oh yes. Nikamwambia okay, what does it mean? Nilikuwa sijaelewa maana yake.
Akaniambia we all speak Rabakatasha Ndaria. Okay. Yaani mimi na wewe tunatoka familia moja. Nikamuuliza why? Akaniambia mimi na wewe wote tunanena kwa lugha. Nikamwambia how did you know? Akasema I have just got to know when I saw you. Sasa nilikuwa nimevaa t-shirt yenye maneno fulani imeandikwa Revivers Again. Nikafikiri ameisoma, nikamwambia did you read my t-shirt? Akasema no, you are now telling me to read your t-shirt. Lakini ulipofika tu nilijua wewe umeokoka, mimi na wewe ni wa familia. Maana yake mimi na yule pale tulipokuwa linaitwa nini hilo? Kanisa. Tafsiri ya mwisho ya kanisa ni jengo. Kokote utakakopita jengo limepigwa alama ya msalaba, naitwa nini hilo? Sasa when a person says about kanisa, atuambie kanisa anamaanisha nini? Ndoa ya kwanza imefungwa kwenye bustani ya Edeni. Neno Edeni ni kwenye uwepo wa Bwana, in the presence of God. Naomba niwaombe, leteni ndoa zenu zifungwe kanisani kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema zilete kanisani kwa jina la Yesu aliye hai. Usikubali kubebwa ukiwa porini, usikubali kuchukuliwa mkiwa wawili. Ni heshima kutangaza uchumba. Leo tunatangaza uchumba, semeni amen. Ni heshima sisi kula chipsi na nyama huku tunaongea jina lako. Tunapiga Pepsi pale nafunguliwa cha. Dada bwana. Ongeza nyama. Yaani ni raha tunaongea stories zako, semeni amen. Jina la Bwana libarikiwe. Nimesema jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu anapoitengeneza taasisi ya ndoa, alikusudia, alikuwa na mambo ya kufanya. Kwa hiyo taasisi hii ya ndoa inasababisha sasa watu kuzaana. Wanapozaana, taasisi ya ndoa inazaa familia. Familia inazaa taasisi nyingine kubwa mbili. Nitikeni amen. Inazaa serikali, inazaa kanisa. Serikali inasaidia kusimamia, kutengeneza taratibu, sheria za namna za hii familia au hizi familia zitakavyoishi. Alafu inatengenezwa kanisa, ambalo kanisa sasa linafanya malezi, linalea serikali, linalea familia, linalea ndoa. Nitikeni amen. Kazi ya kanisa ndiyo hii ninayoifanya hapa. Manake hapa mpo watu wa serikali, mashirika ya umma, wafanya biashara. Manake wote tumeletwa kulelewa na taasisi hii inaitwa kanisa. Ndoa ndio taasisi kongwe kuliko taasisi zote. Lakini hizi mbili, serikali na kanisa, zinaunganishwa baadaye na kwa pamoja zinalelewa na kanisa. Wanaonielewa semeni amen. Na tumepewa maelekezo kwenye taasisi hiyo. Uchumbie namna gani? Uoeje? Maandiko yanatuonyesha walivyochumbia Agano la Kale na walivyochumbia Agano Jipya. Tunaambiwa namna ambavyo Yusufu anamchumbia Mariamu, lakini maandiko yanasema hawakukutana kimwili. Mpaka Yusufu anashangaa, anaona huyu mwanamke. Utaandika hilo andiko kutoka Mathayo 1:18 mpaka 20. Mathayo 1:18 mpaka 20. Anashangaa, anamuona huyu mwanamke ni mjamzito. Anasema hatujakutana kimwili, lakini anaonekana ana mimba. Biblia inasema kwa kuwa alikuwa mtu mwadilifu, aliazimia kumwacha. Tunapata picha, kumbe wachumba hawakutani kimwili, wachumba hawapeani mimba. Wanaonielewa waseme amen. Narudia tena, wachumba hawapeani mimba, hawakutani kimwili. Kanisa waseme amina. Ni kinyume cha Biblia. That's against the word of God. Na sisi kama wana wa Mungu tunawajibika kufuata maelekezo ya kibiblia. Wanaonielewa semeni amen. Na kuonya huyo anayeonyesha dalili za kukutaka, mwambie fuata taratibu za neno la Mungu. Aje aonane na wazazi, aje aonane na mchungaji. Tujisikie vizuri kuwaleta mbele za watu wote. Kila mmoja awe anajua kinachoendelea hapa ni kile ambacho familia inaelewa, kanisa linaelewa, na kwa pamoja tunamshukuru Mungu. Na kuomba binti yangu, na kuomba kijana wangu, heshimu neno la Mungu na taratibu zake. Wanaonielewa semeni amen. Andiko la mwisho, maandiko mawili ya mwisho ni Mithali 6:20. Mithali 6:20. Hii ndoa sasa inayozaa watoto inapewa maelekezo. Tusome Mithali 6:20. Soma maneno haya kwa nguvu. 1, 2, twende. Mwanangu, shika maagizo ya baba yako. Sawa. Wala usiache sheria ya mama yako. Twende 21. Yafunge hayo katika moyo wako daima.
Jivike hayo shingoni mwako. Twende 22. Uendapo yatakuongoza, ulalapo yatakulinda, na uamkapo yatazungumza nawe. Malizia 23. Maana maagizo hayo ni taa, na sheria hiyo ni nuru, na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima. Nisikilizeni wazazi, tunawajibika kuwaambia watoto wanapaswa kuishije. Pata muda na watoto, zungumza na watoto. Maandiko yanasema mtoto ayashike maagizo. Anashika yapi kama hajaambiwa? Aambiwe ili apate cha kushika. Wanaonielewa semeni amen. Na anaambiwa atatembea nayo, atalala nayo, ataamka nayo, atayafunga kama cheni shingoni mwake, yatakuwa kama mkanda kiunoni mwake. Kwa nini? Atayakumbuka aliyoelekezwa. The last scripture 22 mstari wa 6. Mithali 22:6. Mithali 22:6. 1, 2 twende. Mlee mtoto katika njia impasayo. Sawa. Naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Hayo ni maelekezo. Ninazo picha mbili hapa, naomba unisaidie kuziangalia. Video ya kwanza ni ya watoto wanaelekezwa na wazazi wao namna gani wanapaswa kuishi. Wanafundishwa juu ya mambo ya Mungu. In the beginning, God created heaven and earth. Genesis 1:1. In the beginning, God created heaven and earth. Jamani, tuwapigie makofi. Au hamsikii? Mnasikia wanachosema? Jamani, mnasikia wanachosema? Malizia huyo. Vigelegele vizuri kwa Bwana Yesu. Hawa wazazi wanawaelekeza watoto waanze kulijifunza neno la Mungu na kuyakariri maandiko. Juzi tulikuwa na mkurugenzi mkuu wa idara ya watoto, alikuwa anatutia moyo kwamba watoto this year hawakariri kamstari, wanakariri sura. Si ndio mama? Sura, watakariri sura nzima, sura 2, sura 3. Kwa nini? Tuwajaze watoto wetu na maandiko, hawatayasahau. Semeni amen. Picha ya mwisho, tuangalizie picha ya mwisho hiyo. Angalia hiyo picha. Sijui kama inafaa kucheka hii. Mimi naiona kwa huzuni. Yaani mtoto anaingiziwa spiriti zisizofaa ndani yake. Sasa hizi spiriti anaanza nazo akiwa na umri huo. Unaangalia kwenye kichwa chake amepewa. Nisikilizeni niwaambie. Hebu tuache kushughulika na mambo ya ukisasa yaliyopitiliza. Unakuta keki na sura ya mtu. Tuache hivyo vitu. Acha hivyo vitu kabisa. Naomba niwaambie, ulimwengu umejitahidi sana kuingia kanisani, na sisi tumeshindwa kung'amua. Yaani kuna mambo tunayaona ya kawaida tunayachekea. Tunayaona mazuri. Naomba niwaambie, wanaoyatengeneza wanajua wanachofanya. Chukua keki ya kawaida. Acha mbwembwe. Live simple. Nitikieni amen. Hiki kitu sio kizuri. Unaona ni kama nini? Ni kitu gani hicho? Mamba. Kama lizard, kama mjusi. Kama kenge, si ndio? What does that mean? Ondoa hiyo picha. Niwaombe, hebu tusiwaelekeze watoto kwenye njia mbaya. Tuwaelekeze kwenye njia njema. Niombe tusimame. Inua mikono yako, funga macho yako, sema maneno haya pamoja na mimi. Rudia maneno haya pamoja na mimi. Inua tu mikono yako, inua uso wako kwa Kristo. Sema maneno haya. Asante Bwana Yesu. Asante kwa neno lako. Asante kwa kunikumbusha wajibu wangu. Ninao wajibu kama mwanafamilia. Maana ninayo maelekezo ya neno lako. Nisaidie kutimiza wajibu wangu, ili utakapokuja nisipate aibu
mimi kama mwanafamilia na fungu la maelekezo yangu napaswa kuyatimiza. Nataka niwe jasiri kukisogelea kiti chako. Nataka niwe jasiri kusogea mbele zako. Asubuhi hii ya leo najiacha tena mikononi mwako. Naomba mkono wako uendelee kuwa pamoja nami. Uniwezeshe na unisaidie kusimama kwenye nafasi yangu. Katika jina la Yesu. Kwa pamoja tuseme amen. Mpe Bwana makofi yako mazuri kabisa. Sasa inawezekana uko kwenye ibada hii lakini haujaokoka. Unasema mchungaji, natamani na mimi nimpe Yesu maisha yangu. Nataka nikuombee. Inua mkono wako nikuombee. Unasema niko hapa leo, nilikuja na mimi ili nikutane na Yesu. Please. Mambo haya yanaanza na yanafanikiwa kupitia Kristo Yesu. Kama yupo mtu, mkono mmoja ule pale, wa pili ule pale. Wow, asante sana. Wa tatu ule pale. Wa nne ule pale. Asante. Asante. Niombe wasogee hapa mbele. Narudi. Haleluya. Kutoka. Naomba usimame hapa mbele. Chamkeni watumishi, simameni mbele yao. Lakini inawezekana ulikuwa umeokoka, ukarudi nyuma, ukamwacha Yesu, unataka kuanza moja na Bwana. Na wewe nikuombee. Kama yuko mtu wa namna hiyo, nasema pastor, mimi wakati natoka nyumbani kwetu nilikuwa nimeokoka na shangaa nini kimetokea. Nataka kurudi kwa Kristo. Nionyeshe mkono wako nikuombee. Karibu binti yangu, njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Nani mwingine? Njoo nikuombee. Njoo nikuombee. Mungu ni baba yetu. Njoo nikuombee. Simama hapa. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Sasa nataka tuombe na tuombe na wale walioko mbali wanaofuatilia ibada, wanaomtaka Yesu. Kwa pamoja niombe, sisi wote tufunge macho. Alafu weka mikono yako yote miwili kwenye kifua chako. Asante sana. Funga macho, yes. Alafu niombe tutaongea pamoja nao. Sisi tuweke mkono mmoja kwenye kifua, sisi tuliobaki huko, alafu mmoja nyosha hapa mbele. Nyosha hapa mbele. Safi kabisa. Fuata tu maelekezo hayo. Fuata maelekezo hayo. Naomba tuseme maneno haya. Asante Bwana Yesu. Asante kwa neno lako. Mchana huu wa leo nimekusikia. Nimekuelewa. Nimeamua kuokoka. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo namkataa shetani na kazi zake zote. Na kupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Shetani na malaika zako, achia maisha yangu. Ondoka ndani yangu. Tangu leo mimi ni kiumbe kipya. Nimeamua kubadilika. Sasa nimeokoka. Wekeni mikono juu yao. Weka mikono juu yao.